Naam, bwana, wakati huu tunakwenda kuangalia mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Hii mechi inatarajiwa kuchezwa Juni 15 katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam, Tanzania, ikiwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC kumaliza duru la pili la ligi hiyo ya NBC kwa msimu huu wa 2024-2025. Sasa mpaka sasa hivi tunafahamu juu ya mchezo huu. Mchezo umepitia sintofahamu nyingi, una kadhia nyingi, maswali yamekuwa mengi ambayo binafsi nayapokea katika majukwaa yangu mbalimbali, platform zangu mbalimbali juu ya kucheza. Naulizwa, Yanga watacheza? Ikumbukwe mchezo wa awali wa dabi ya Kariakoo, mchezo huu wa dabi ya Kariakoo ni mchezo ambao ulisukumwa mbele tu na mamlaka, lakini ilibidi uchezwe siku za nyuma na haukuchezwa kwa sababu ya kadhia ambayo iliendelea. Nadhani wengi tunafahamu juu ya Simba Sports. Walidai kwamba wameshindwa kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi siku moja kabla ya mchezo kama kanuni ambavyo inawaruhusu, na walitoa malalamiko kwa maana ya upande wa pili, yani Young Africans waliwazuia wasifanye hivyo. Lakini kwa upande wa Young Africans wenyewe walisema hapana, itifaki inazingatiwa na wao wako tayari kucheza ule mchezo, na wao wakajaribu kufanya itifaki zao, lakini finally mechi haikuchezwa. Baadaye mamlaka ya usimamizi wa ligi kupitia bodi ya ligi wakaja kuweka wazi kwamba mchezo huu utapangiwa tarehe nyingine kwa sababu kadha wa kadha ambazo walikuwa wameziainisha, lakini baadaye wakasema pia kuna uchunguzi ambao wanaofanya. Young Africans kilio chao, walipeleka barua katika mamlaka husika kwamba kuna matakwa yao wanayohitaji ili hili jambo liweze kutatuliwa na wao waweze kupeleka timu kwa maana kucheza katika hiyo mechi ya dabi ya Kariakoo. Sasa tukiachana na hiyo kadhia ambayo nimejaribu tu kuitoa kama summary, lakini wengi tunafahamu kwa namna ilivyokuwa. Sasa hivi swali kubwa limekuwa vipi Yanga wanacheza? Yani Yanga msimamo wao ni kwamba hawachezi huo mchezo, na Simba msimamo wao kwamba watapeleka timu kwa maana wanacheza hiyo mechi. Lakini licha ya Yanga kusema hivyo, bado kuna maswali watu wanaulizana. Mtu akikuona na kuuliza vipi bwana wanacheza? Hawachezi, iko hivyo. Lakini so far sisi kama wanahabari, mimi binafsi kwenye jukwaa langu hili nina dhima ya kuhakikisha najaribu kufanya tafiti zangu kwenye njia zangu nazozijua, alafu kuja na majibu ya kimtazamo, lakini niwe na hoja ambazo zinaweza kushawishi kuona hii mechi kama inachezwa ama haitochezwa. Sasa kwa upande wangu mimi binafsi naamini hii mechi kwenye swala la asilimia naweka 75 mpaka 80 kwamba Young Africans watacheza hii mechi. Yes, na nitakupa hoja kwa nini naamini hivyo. Naheshimu mtazamo wao, naheshimu msimamo wao ambao wameutoa, lakini kitu ambacho kinanisukuma kuamini Young Africans wanacheza kwanza ni mazingira ya ligi. Sidhani kama Young Africans watakuwa tayari kupoteza ligi kuu ya NBC kwa mara ya 4 mfululizo. Kwa nini? Tunafahamu kwamba mamlaka ya usimamizi wa soka ipo pamoja na mazingira ya Simba. Navyosema pamoja na mazingira ya Simba, na maanisha Simba ndo wao wanaenda kucheza mechi na Yanga, na mamlaka ya soka iliusukuma huu mchezo kutoka tarehe iliyotajwa hapo awali mpaka kuleta katika tarehe hii. Simba wameonekana kuwa tayari kufuata maelekezo ya mamlaka ya bodi, kwa maana ya bodi ya ligi ya kusimamia. Kwa hiyo maana yake nini? Ni kwamba mechi ipo June 15, lakini Simba Sports endapo ikitokea na kwenda yeye peke yake uwanjani na pale waamuzi watakuwepo, manake itifaki zitakuwa zimezingatiwa, tafsiri yake Simba atapewa alama za mezani. Sasa ukiangalia ligi yetu ilivyo so far, ukiangalia msimamo wa ligi yetu ya NBC ilivyo, Young Africans yuko juu kwa pointi 1 dhidi ya Simba. Unaona kabisa kwamba mechi ya dabi ndio mechi ambayo inaenda kuamua ubingwa kwa asilimia kubwa. Inaweza sio hivyo pia, kwa sababu kuna mechi mbili zimesalia kwa hawa wakiachana na hii dabi. Simba dhidi ya Ken Gold, dhidi ya Kagera Sugar, Young Africans dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo ukiangalia hapo unaona kabisa kwamba Simba anaweza kwenda kupewa alama katika mchezo endapo atenda yeye. Kwa hiyo sidhani kama Young Africans watakuwa tayari
kuona wanapoteza ili kombe. Naamini kama kuna ujumbe anataka kuupeleka sehemu, tayari huo ujumbe umeshafika, lakini siamini kama wanaweza kuwa tayari kuruhusu mpinzani wao achukue kombe. Simba msimu huu haijabahatika kubeba kombe lolote lile, hata kwenye taji ngao ya jamii katika ligi kuu. Bad luck msimu huu, mapinduzi ya kwenda kwenye ngazi ya klabu, lakini pia michuano ya kombe la shirikisho Afrika ameshiriki mpaka finali, lakini hawajabeba ubingwa wowote. Hivyo naamini Young Africans wanataka kuwalaza njaa msimu huu wa ubaya ubwela kwa Simba, ili wazime kabisa mpango wa Simba kuweza kuchukua ubingwa wa kuchukua kombe lolote lile. Lakini sasa hivi kumekuwa na hizi taarifa zimeibuka na ikiwemo pia baadhi ya viongozi wa Young Africans ambao wanaguswa kwa namna moja au nyingine, vya kuonesha kwamba siku ya mchezo kwa maana ya Juni 15 wao watakuwa Kigali, Rwanda kwa ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Rayon Sport. Sasa binafsi kwenye kuhakikisha najaribu kupata taarifa za kina za ndani, nikajaribu kufanya mawasiliano na waandishi wa habari wa karibu kabisa na klabu ya Rayon Sport kwa kule Rwanda, ambao na wao hizi taarifa wanazo, yani wamesikia kwamba Young Africans itakwenda Rwanda kucheza huo mchezo kirafiki. Lakini kwa kule Rwanda, kwa mujibu wa viongozi wa Rayon Sport kupitia hawa waandishi, wanasema hiyo mechi hawatambui kama kuna mechi katika siku hizo. Na ikumbukwe Rayon Sport ni timu ambayo imaliza nafasi ya pili katika msimu wa ligi kuu ya Rwanda, nyuma ya APR au APR, na mechi ya mwisho Rayon Sport wamecheza tarehe 28 mwezi uliopita, yani mwezi wa 5. Hivyo baada ya kumalizika kwa mchezo wa mwisho wa ligi kuu, kambi ikawa imevunjwa ya Rayon Sport, hata wachezaji wametoka, wameenda vacation, wameenda mapumziko kwa lugha nyepesi. Kwa mantiki hiyo unaona kuna ukakasi kuamini hiyo tarehe wachezaji wanawezekana kwa wamesharudi haraka kwa ajili ya kucheza huo mchezo. Huo ni wakati wote, yani hadi tarehe 15 June bado iko ndani ya likizo kwa wachezaji wa Rayon Sport. Lakini pia eneo la pili, ili klabu A au klabu moja itoke kutoka taifa moja kwenda taifa jingine kucheza mchezo wa kirafiki wa kimataifa, inabidi ipate kibali kutoka kwa mamlaka husika ya chama cha soka au ni federation ya nchi husika ambayo wanatoka. Manake nini? Young Africans ili wakacheze mchezo wa kirafiki kama ni Rwanda, either nchi yoyote ile, basi lazima wapate kibali kutoka katika mamlaka ya soka ya Tanzania ambayo ni TFF Federation. Na so far tunapozungumza, kwa mujibu wa TFF, kwa vyanzo vyangu, mpaka sasa hakuna barua yoyote ambayo wamekabidhi Young Africans kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huo wa kirafiki nje ya nchi. Inawezekana ikawa sio Rwanda, labda sehemu nyingine. Kwa hiyo ukipima hapo unaona kabisa kwamba kuna taarifa zipo, lakini ukienda kuzitrack zile taarifa unaona kama bado hazitoshi hivi kuaminisha moja kwa moja kwamba hivyo vitu vipo ambavyo vinazungumzwa. But kitu ambacho naamini ni kwamba Young Africans watapeleka timu by surprise. Naamini hivyo, yani kuna imani ambayo niko nayo kwamba Young Africans watapeleka timu dhidi ya Simba kwa surprise. Labda wanataka wabweteke wapinzani au wawe na mazingira tofauti, lakini naamini Young Africans anapeleka timu katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya dabi ya Kariakoo. Simply naamini dabi ya Kariakoo inachezwa. Wale ambao walikuwa wakiuliza maswali, basi Kariakoo dabi inachezwa. Naamini hivyo. Kitu pekee ambacho kinanipa ukakasi, yani kwenye hoja, kwa sababu nilisema kwamba 75% mpaka 80%, kuna asilimia nimeziacha hapo 25 mpaka 20 za akiba. Kwa nini za akiba? Unatakiwa kuheshimu statement ambayo Yanga wameitoa kwa maana ya kutokucheza huo mchezo, hiyo moja. Lakini eneo la pili, mechi hii Yanga yuko nyumbani, anahitaji kufanya promotion ya kutosha ili kuvuta mashabiki wengi uwanjani, na ndio mechi ambazo hizi timu zinapata fedha nyingi. Kama hii dabi ya Kariakoo, ndo unakuta timu katika msimu mzima mechi ambayo ilipata mapato makubwa zaidi inakuwa ni hiyo dabi ya Kariakoo. Sasa unapata wakati mgumu kuamini hata kama Yanga wanaweza kuamua wanafanya mind game, let's say, au propaganda, lakini unajiuliza tu kwamba Yanga ni kweli inawezekana wakaacha mapato kwa sababu wasipofanya promotion na wakasema hawachezi.
sidhani kama kuna shabiki wa Young Africans anaweza kwenda uwanjani. Kwa hiyo na kama itatokea hawajafanya promotion ya kutosha alafu akaenda uwanjani, maana yake nini? Simba ndio walisema wanacheza hiyo mechi, mashabiki wa Simba uwanjani watakuwepo. Kwa hiyo sifikirii kama inachelewa kuclick kwa haraka kwamba Young Africans afike uwanjani alafu upande wa Simba mashabiki wako wengi, upande wake hana mashabiki, alafu acheze hiyo mechi muhimu kabisa. Just imagine, ni kitu ambacho kinatoa ukakasi. Muda unazidi kwenda. Leo tupo katika tarehe za mwanzoni za mwezi huu na mechi inachezwa katikati mwa mwezi huu. Hivyo basi naamini kuna siku nyingi hapa pengine Young Africans wanaweza kuja na story tofauti, au kama watabakia na hii story yao basi huenda ikawa ni athari kwao endapo wataenda bila kufanya promotion. Lakini eneo la pili, kutakuwa na faida kutoka kwa mamlaka ya usimamizi wa soka kwa maana ya Simba. Atakuwa na faida ya kupewa ushindi katika mchezo huu na atakuwa juu yeye sasa kwa alama 2 ukilinganisha na mpinzani wake kwa maana ya Young Africans. Mechi zilizosalia kwa Simba dhidi ya Kagera, dhidi ya KenGold, timu zote mbili tayari zimeshashuka daraja, na Simba alipata matokeo ya ushindi katika duru la kwanza dhidi ya timu hizo zote mbili. Lakini kwa upande wa Young Africans dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya Dodoma Jiji, timu ambazo pia katika duru la kwanza alipata ushindi katika mechi zote hizo mbili. So kwa mtazamo wangu naamini kwa asilimia kubwa, kwa upana mkubwa, mechi inachezwa. Hivyo maswali mengi ambayo yalikuwa yakiulizwa, mechi naamini inachezwa. Mpaka wakati mwingine, hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe.